Assalamu alaikum watoto wetu wazuri. Karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Hapo zamani za kale, paliondokea na mtoto mmoja aliyekuwa anaitwa Zahra. Zahra alikuwa mtoto mzuri, alipenda kucheza na marafiki zake, angefanya kazi yake kwa wakati, alimsaidia sana mamake nyumbani. Basi kulingana na hizi tabia zake, alipendwa na kila mtu. Si shule, si madrasa, si majirani, wote walimpenda, mpaka familia yake pia walimpenda. Zahra alikuwa kiegezo chema kwa wenzake. Kila mtu angesikia uwe mtoto mzuri kama Zahra, basi watu wote kwa wataka kuwa rafiki ya Zahra, kwa sababu Zahra alisifika kila mahali kwa tabia yake nzuri. Siku moja mwenye ashazoea kila akienda shule angepack lunch yake kabisa, maana yake alikuwa hapendi kununua vyakula nje. Mamake angemsaidia kupack lunch yake aende zake shule. Akitoka asubuhi mwenyewe atoka na chakula chake cha mchana. Kama kawaida yake hiyo siku mwenyewe akapack, mamake alikuwa amempikia sandwich. Mwenyewe akapack sandwich yake, maji, juice, akaelekea shule. Kufika shule wakasoma vizuri, ikafika wakati wa break, wakacheza na wenzao. Sasa venye ilifika wakati wa lunch, akagundua kwamba rafiki yake ana huzuni. Akaenda paka kwa rafiki yake akamuuliza, "Mbona una huzuni leo? Nini mbaya?" Akamwambia, "Mimi leo nimesahau kubeba lunch yangu. Na sasa hivi sina chakula na nasikia njaa, sijui nitafanyaje." Basi yule Zahra hiyo siku na yeye pia ilikuwa yasikia njaa, yani tumbo paka la muuma lafanya ile sauti ya krrr. Akasema, sasa kutakuwaje hapa? Mimi nasikia njaa, sijabeba chakula cha ziada, na huyu rafiki yangu pia anasikia njaa maskini, lakini yeye hana hata chakula. Mimi at least ngawa ninacho. Kwa hivyo nitafanyaje? Akafikiria akasema, mimi nimefundishwa tabia nzuri ya kushare na watu. Mimi siwezi kumwacha huyu mwenzangu ateseke kwa leo na mimi nina chakula. Siwezi jua labda mimi pia kesho nitamhitaji wapi, na ni yeye peke yake ndo atakayeweza kunisaidia. Kwa hivyo wacha nigawanye hii sandwich mara mbili nimpe ale. Akagawanya nusu kwa nusu, akampa mwenzake na yeye akala. Wakala, wakafurahi, wakashiba, alhamdulillah. Ilikuwa ni chakula kidogo lakini walifanyaje? Walishiba. Wenyewe wakaendelea zao na masomo yao. Siku ikaisha. Hadithi yetu inatufunza nini watoto wazuri? Hadithi yetu inatufunza ukigawanya kitu na mwenzako, Mwenyezi Mungu hakufanyi usikie unyonge. Ama labda kama huyu Zahra, yeye alikuwa hana chakula kingi, alikuwa amebeba chakula cha kumtosheleza peke yake, na hiyo siku alikuwa ana njaa, lakini venye aligawanya hata hakujua venye alishiba, hakujua alishibaje, na walishiba yeye na mwenzake. Kwa hivyo kile kidogo ukikitoa, Mwenyezi Mungu anakutilia baraka ndani yake. Na sisi watoto wazuri tusiwe wachoyo, tuwe wenye kusaidia wenzetu, kwa sababu hatuwezi jua wema hauozi. Hatuwezi jua mwenzako atakusaidia wapi, ama wewe utahitaji usaidizi wapi. Na hadithi yangu ikaishia hapo. Tupatane tena kwenye kipindi kifuatacho. Masalam.